kwa kushuhudia wenyeji Singida Black Stars wakikipiga na Azam FC. Taarifa zaidi juu ya maandalizi ya mchezo huo, huyu hapa Roberto Onesmo kutokea pale Singida. Upande wa wenyeji amezungumza kocha mkuu wa Singida Black Stars Osman Naja, ambaye amesema kikosi chake kimekamilisha maandalizi kwa makini mkubwa kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Azam FC utakaopigwa kesho. Naja ameelezea kuwa wamejikita zaidi katika kuimarisha mbinu za ushambuliaji na ulinzi, huku akiwataka wachezaji wake kucheza kwa nidhamu, umakini na kujiamini ili kupata matokeo chanya. So we pushed really for this microcycle for the first time that we have more than 1 week to prepare our game. So alhamdulillah, the response of our players was it good. So physically I think that we will be fit, will be fresh to negotiate well our game, exception of the absence that we have. Sure, in football we know that injury was here, so we need to manage. Alhamdulillah, we have a good group that we show to everyone that every player here in Singida with this team he can make helps for the club. Upande wa Azam Football Club amezungumza Frole Ibenge, kocha mkuu wa timu hiyo, ambapo pia amesema anajua mchezo dhidi ya Singida utakuwa ni mgumu, ila wapo Singida kwa ajili ya kutafuta ushindi. That it will be difficult. That's what I know, because Singida is not a small team. Just remember last year, Azam was third and Singida was fourth in the table. We play Confederation Cup. We went to the group stage. That means tomorrow it will be a very tough game, like an African game, not a Tanzanian league game. So it's very nice for Tanzanian football to have two teams like that to play in championship. That is true, but each game are different, and also everything have to stop one day. So we expect it will be tomorrow. We change history. They have to be sure that we are going to play tomorrow in order to win. So I hope some will be in the stadium to help us. Not only for Azam players, I expect tomorrow also Singida fans will be a lot in the stadium. So football go with the fans. Katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Singida Black Stars wapo nafasi ya 6 wakiwa na alama 25, wakiwa wameshuka dimbani mara 15, huku wanalambalamba Azam Football Club wenyewe wakiwa nafasi ya 3 alama 29. Kutokea hapa mkoani Singida, mimi ni Roberto Onesmo Robertinho, na hii ni 88.9 Clouds FM. Roberto Onesmo akitujuza maandalizi ya mchezo huo wa Singida Black Stars na Azam FC ambao utapigwa kesho. Lakini kesho kutwa Aprili 2 mnyama Simba atashuka dimbani uwanja Meja Jenerali Samuyo kukipiga na wagosi wa Kaya Coast Union kutoka Tanga pale, ikiwa ni mwendelezo pia wa michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa namna michezo hii ilivyo inaonekana kama ni mtiririko wa viporo hivi Yeah. Ni viporo kwa sababu kimahesabu Azam nafikiri amecheza mechi chache kuliko 15. Mechi 15. Kati maximum timu ilicheza mechi nyingi kwenye ligi sofa ni 17. Kwa ni viporo. Alafu wote wao walikuwa kimataifa. Kwa hiyo nafikiri baada ya wiki hii watu wote sasa wanarudi kwenda ile wote sasa tunakwenda mtiririko wa kawaida sasa. Mtiririko wa kawaida. Kwamba kila mmoja anakuwa ameshatafuna viporo vyake, aliyevimudu amevimudu, ambaye hakuvitendea haki ndio hivyo, lakini mwisho wa siku wanakwenda kwenye mtiririko wa kawaida. Na kwangu kwa mchezo wenyewe binafsi naona hizi ndo ukiacha ile game inayohusisha Simba na Yanga, game ya Azam na Singida kwa sasa kwenye ligi yetu ni kama game ya Simba na Yanga ni nyota 5, basi unaweza ukasema ni mechi ya nyota 4 hivi. Yani kwa sababu kama ndio mechi za pili kwa ukubwa, ukiacha mechi ambazo zinazohusisha
moja kwa moja klabu ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ni moja ya mechi ya kutazamika sana katika ligi ya Tanzania bara kwa siku ya kesho, na ukitazama kwa msimu huu namna ulivyo, Azam FC ndio timu ambayo marusu imekuwa na sare nyingi kuliko karibu timu zote. Sare 8, kwenye michezo 15 ambayo wamecheza, wameshinda, manake wametoa sare michezo 8, wameshinda michezo 7. Alama 29 wamekusanya. Ni unbeaten Azam, hawajafungwa, lakini wana matokeo ambayo pia hayafurahishi sana, sio matokeo ya kujivunia sana hizi sare. Na ukiangalia sare zote ambazo Azam wametoa zina viashiria vya kwamba Azam wana changamoto kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu sare nyingi ni sare zisizo na magoli. Yani ukitazama sare ya suluhu, tazama mechi ya kwanza dhidi ya Singida ambayo walicheza pale Azam Complex. Ukiangalia mechi yao dhidi ya Young Africans juzi, tazama mechi dhidi ya Mashujaa. Mechi zao nyingi za sare, kusema kweli sare ambayo inagubikwa. Sare ilikuwa na mabao ile ya Pamba ile. Ile ya Pamba ndio sare tena, ndio sare yao ambayo ilikuwa na magoli mengi zaidi. Kwa sababu magoli 4 yalifungwa kwenye mchezo mmoja. Sasa ni ishara ya kwamba Azam wana changamoto kwenye idara ya ushambuliaji. Backline haina shida sana, ama idara nzima ile ya ulinzi sio idara yenye changamoto sana, na ndio maana kwenye record utaona pale Azam Complex msimu huu Azam hawajapoteza mechi, yani hawajaruhusu hata goli nyumbani niseme. Ni timu ambayo imekuwa ngumu nyumbani kiasi kwamba hata goli la kufungwa hawajaruhusu, lakini changamoto yao inabaki eneo la ushambuliaji. Nimeona urejeo wa Nasoro Saadun kwenye eneo la ushambuliaji, ambaye naamini kuna namna anaweza kuongeza kitu baada ya michezo hivi karibuni. Mwalimu Ibenge ni kama ametuma message ya wazi kwamba hafurahishwi na performance ya Kitambala ambaye ni mshambuliaji wa kati wa Azam, kwa sababu ukiangalia michezo mingi ya karibuni amekuwa hamuanzishi kwenye kikosi. Kitambala ndo yule tolo kutoka Kongo. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye amekuja chini ya mikono yake, lakini mwalimu amemuonesha message ya wazi wazi kwamba performance yake hairidhishi, na ndio maana kwa siku za karibuni mara nyingi amekuwa akitumika Zidane Sereri kama mshambuliaji wa kati, na amekuwa akiperform japokuwa sio nafasi ambayo yuko comfortable sana, lakini amekuwa akijaribu kutoa performance. Kwa hiyo nadhani inawezekana kukaa nje kwa michezo kadhaa kwa Kitambara, labda inaweza ikawa ni message ambayo inaweza ikamshtua na kumfanya aweze kurejea kwenye mstari ili kuanza kutoa kilicho bora, plus huo urejeo wa Nasoro Saadun, labda tunaweza tukaiona Azam FC ikiwa na kitu tofauti kwenye mchezo wa kesho, japokuwa wanakwenda kucheza na wapinzani wagumu sana Singida kwenye uwanja wa Airtel. Kwenye record zao nafikiri wamepoteza dhidi ya Young Africans, wamepoteza dhidi ya Mnyama. Sidhani kama kuna mechi nyingine ambayo wamepoteza pale kwenye uwanja wa Airtel. Kwa hiyo nao wana machinjio yao pale Singida, wamejaribu kuyatengeneza kwa namna mechi nyingi ya kucheza pale, walikuja kucheza mjini huko wakati wa michuano ya kimataifa mwanzoni chache pale wamecheza bado. Hizo chache, lakini bado wamefungwa na timu mbili tu za Kariakoo. Kwa hiyo bado waendelee kuzipeleka sebuleni pale mechi. Tutajua kwamba ni machinjioni. Tutajua kama ni machinjio ama mwembe wa uani. So ambao kama utingishi maembe utaweka mkeka utapata kimvuli. Kwa hiyo hauishi kuwa na faida. Huo na faida muda wote. Hasara yake mvua ikinyesha tu. Mvua ikinyesha ndio una hasara, uweze kukaa kujikinga mvua. Lakini jua utaweka mkeka utajikinga kimvuli. Ukitoa matunda unatingisha maembe dodo, unakaa chini na kisu chako kwenye kivuli unakula. Mambo ya zamani. Sema naanza lumbano kwenye vitu vile ambavyo Njenge amevigusa. Cha kwanza ambacho of course nazungumza kama masihara ni kuhusiana na idara ya ushambuliaji ya Azam FC. Unajua ukiwa unazurura, kwa mfano ukiwa unacheza Young Africans, sawa, ukiwa unazurura kwenye vibanda umiza vile, utasikia mashabiki wa Yanga wanatania kwamba mashabiki wa Azam, wa Simba wanatania kwamba Azam FC wakunjue nafsi kwa nani? Kwa Dube ili afunge, sio? Lakini pia at the same time kwa namfani napata mawazo kwamba labda pia Azam wamwambie Dube naye akunjue nafsi kwao. Kwa sababu akunjue, abaki kule aliko, lakini akunjue nafsi kwa washambuliaji wengine. Washambuliaji wengine wafungi. Alikopo ule Blanco Colombia mpaka ameondoka, amestruggle kufunga mabao. Ndio. Amekuja msimu Kitambala alianza vizuri, lakini all of a sudden ni kama upepo unaanza kuondoka tena. Afadhali Ngita sasa hivi yupo pale anapata nafasi mara kadhaa. Na kumwamini of course Ngita
ni bonge moja la Edinado sio mshambuliaji pase wa pembeni, mshambuliaji wa pembeni anaweza kuleta na unajua na nikwambie Alex, mpaka sasa hivi Azam kufika walipo ni kwa sababu ya mchango mkubwa sana ya hao washambuliaji wa pembeni na viungo washambuliaji. Nado anachangia magoli, Faisal anachangia magoli, Zidane Sereri anachangia magoli. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa wakijitahidi sana kupunguza hili gap linaloachwa na mshambuliaji wakati kutokuwa na consistency. Lakini mimi kuna kitu kiasi kuna zungumzaga sasa hivi. Watu wasema sasa hivi ni modern football. Wanaweza kusema kufunga, anaweza kafunga yoyote. Na kinachomata timu ishinde, sio kafunga nani. Lakini watu wakija once kwenye mijadala wanaanza kulaumu. Fulani afunge, unajua kuna kipindi fulani Su Dube afunge, mimi nikawauliza. Dube afunge, anacheza Dube anacheza. Yanga inashinda inashinda. Kwa hiyo kwani kushinda kwa Yanga lazima afunge Dube? Niliuliza siku moja hapo leo. Once issue kinachotakiwa modern save football sio nyondo wanasema sasa. Anybody can score. Sasa kwa nini mnataka kuwabebesha mizigo na pressure baadhi ya watu? Nadhani shida inakuja pale ambapo matunda hayapatikani yanayotarajiwa. Yaani timu ikiwa haishindi, timu ikiwa high score. Sasa jukumu linarudishwa kwa yule ambaye anapaswa kuwa jukumu lake. Kwa sababu hata wale walioletwa na sasa hivi naamini watu wanasemaje, hakuna mshambuliaji anaitwa kwa ajili ya kufunga tu. Of course anaitwa mshambuliaji kwa ajili ya kucheza. Aunganishe unajua play pale juu unajua. Sasa hivi watu wasajili mtu kwa ajili ya kufunga tu. Timu nyingi sasa hivi lazima mshambuliaji awe na vitu vingi nje ya kufunga. Anatakiwa kuvifanya pia. Zamani ilikuwa hiyo mshambuliaji kazi yake kufunga. Na alikuwa hata katikati afiki. Alikuwa yule namba 9 yani ana kipande chake kidogo sana kule juu tu. Ngoma na analaumu kabisa, mnalamika sifungi mipira hawaleti. Na anasikilizwa, anaulizwa sema haya mmeleta mipira mingapi mpaka mnasema sifungi. Na watu wakiangalia wewe umepiga cross moja tu, haya mmeleta mipira mingapi, na kule anasikilizwa. Sasa hivi hakuna habari hiyo. Afu Lambano unajua kwa nini tuanze kutengeneza mshambuliaji fulani afungi? Sasa nafikiri Malusu alikuwa na hoja nzuri sana ya kwamba mara nyingi hata hao wanaosema hawafungi huwa inakuja baada ya kuonekana timu ina struggle kupata magoli, lakini katika nyakati ambazo timu inashinda 4-5 hakuna mtu, hata mshambuliaji yule ambaye asipofunga watu wanahesabu bwana ameassist mara moja, inaheshimiwa nayo assist. Lakini ikiwa timu haifungi magoli, kwa mfano sasa hivi kwa hiyo Azam ambao tunaizungumza ni kwa sababu hapa tumetoa mfano wa sare ambazo Azam wametoka. Sare nyingi ni sare tasa, tuseme zile suluhu, kwa sababu maana yake tafsiri yake ni nini? Kwenye namna timu inavyolinda kila kitu kilikuwa kiko sawa, ndio maana haikuruhusu goli. Lakini namna gani timu inashambulia ndio kuna mahala kuna kitu hakiko sawa. Especially sasa hivi hao wanaohukumiwa pia kwa hiyo la kufunga Alex ni pale ambapo sometimes watu wanaona unatengeneza nafasi unapiga nje unapopoa. Yani lazima wakwambie, kwa sababu wewe ndio mchezaji unayekimbia eneo ambalo ni karibu zaidi na goli kuliko wachezaji wote. Sasa wewe unaikimbia karibu na goli, muda mwingi unazitupa nje, lazima watu watakuonyeshea vidole kwa bwana kuna mahala haufanyi sawa. Kwa hiyo timu ilikuwa inashinda hapa lakini watu walikuwa wanasema kwa nini huyu afungi? Na shida kubwa ni ambition, unajua. Na pressure imeingia kweli, unaambiwa watu wanabaka wanatoana maneno ya hovyo. Kwa nini afungi? Kisa mchezaji fulani afungi. Lakini timu inashinda. Lakini pia tukubali pia unajua hii changamoto wanavyosema kwamba ni changamoto kwa ukubwa wake. Na wasiwasi la namna watu wanavyofuatilia mchezo wa mpira wa miguu hivi sasa. Hapana mshambuliaji au? Yaani isikupe wasiwasi Alex. Mimi nakwambia isikupe wasiwasi. Sema football imebadilika. Football pia au imevamiwa. Sasa sitaki kusema imevamiwa kwa sababu ubaya ukisema imevamiwa wenyewe wanakuambia mpira ni mchezo wa wazi. Kila mtu anaona. Lakini kila mmoja ana haki, hamna aliyevamia. Hivi Njenge au sisi sio tuko nyuma ya wakati. Unajua palikuwa pana muda ambao palikuwa pana utumizi mkubwa sana wa washambuliaji asilia especially kwenye soka la walioendelea ambao Ulaya na wengine. Ndio kipindi hicho unakuta kina Nando, kina Drogba, kina Aguero na wengineo. Alafu baadaye ikafika kipindi fulani hapo katikati kama Pep akaanza kutuhamisha hivi. Unajua watu. Pep ndo kahamisha sana upepo na watu wakamfuata. Akaanza kutuhamisha. Mara siu Alvarez, siu mara nani, unajua. Mara Kevin De Bruyne kama Force 9. Lakini baadaye naye akaanza kujirudi. Kaenda akatuletea Haaland. Umeona? Kaongeza Mamushi. Lakini sasa hivi pia unataja timu bora labda Barcelona. Basa pia Lewandowski, unajua sio mshambuliaji ambaye anakupa vitu vingi sana akiwa na mpira mguuni, ila kwenye kuweka kamba kama kwa uhakika. Arsenal pia Gyökeres.
Sasa mimi nikwambie, lakini sisi huku kama haya mambo ya modern sijui nini na nini, yani kuna wakati anataka kutafuta namna ya kuondoa tuseme nini asili ya mchezo wenyewe ulivyotengenezwa, mchezo wa mpira wa kila mtu kufanya majukumu yake. Kuna wakati mtaingiliana kimajukumu, wala sio dhambi, lakini haipaswi kuwa eti kwa sababu kila mmoja anatakiwa kufanya kila jukumu uwanjani, basi eti iwe inawezekana Prince Dube umuone anapiga tackling kwenye box la timu yake, anaokoa Ibrahim Baka tumuone anafunga magoli 9-10 kwa msimu. Sidhani kama ni fair. Lazima tukubaliane kwamba pamoja na hiyo modern na kila kitu na nini, lakini kuna sehemu kuna wakati kila mmoja, yani lazima kila mmoja afanye majukumu yake. Mtengenezaji ahukumiwe kwa kutengeneza, mfungaji ahojiwe kwa magoli, beki ahojiwe kwa kuzuia. Japokuwa sasa ubaya imefika wakati ukitaja fullback bora bwana, mimi labda nasema sasa hivi namuona Alex Ruambano ni beki bora wa pembeni. Mtu atakuja kukupa comparison, ana assist ngapi? Watu wanadili anazidiwa na huyu, ana assist ngapi? Wakati beki bora wa pembeni majukumu yake ni yapi? Jukumu lake namba 1 si ni kuzuia kwanza. Bana promotion ya pili. Unakumbuka ile clip ya Museveni? Hadi taifa Uganda. Ana mind beki wa kulia. Anauliza goal. Kwa nini goalkeeper alienda kulifanya? Goalkeeper alienda kwenye position ya fullback alikuwa wapi? Fullback akaitwa, goalkeeper akasemaje? Tumie fullback aje kujielezea kwa nini hakuwa kwenye eneo lake.